Leo nataka tujifunze kwa kitabu cha Zaburi 46 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wake wa 3, lakini tutasoma mmoja kwa mwingine tukienda. Karibu sana Dota. Zaburi 46 mstari wa kwanza inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, na haikuishia hapo tu, ikasema tena ni msaada, na si msaada wakati wa raha, ni msaada wakati wa mateso. Wapendwa, hakuna mtu apendaye mateso. Mateso hayafanani, kama vile watu hawafanani, ya kwamba Bwana ni kimbilio na msaada kwetu wale tunaomkimbilia, wale tuliookoka. Mungu kwetu ni kimbilio. Daudi akasema, wengine wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana wa majeshi. Wapendwa, wakati mwingine nimeona watu wanakimbilia kwa haki za watoto wakati kumetokea utofauti kwenye jamii, anenda na shtaki. Wengine hata nimeona wakikimbilia kwao, wengine wamekimbilia police station, wengine wamekimbilia kujinyonga, lakini hawakupata msaada. Bwana asifiwe. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Mungu kwetu ni kimbilio. Kimbilio, neno kimbilio ni kusema Mungu kwetu ni tegemeo, ni mahali pa kutegemea. Huwezi kimbilia mahali ambapo unajua hauwezi ukapata msaada. Unakimbilia mahali ambapo unajua kwamba unaweza ukasaidika, unaweza ukapata suluhisho. Mfano rahisi, wakati umesikia kumetokea nduru kwa barabara na uko karibu na nyumbani, nduru ikipigwa hautakimbia kwenda pale kunapigwa nduru, kwa sababu uko karibu na nyumbani. Utakimbilia nyumbani kwako, kwa sababu umesikia nduru kidogo, ukasikia sauti kama ya risasi, kumbe ni pikipiki imepasuka tairi. Utaenda mahali sauti imetoka ya risasi, utakimbilia kwa nyumba. Kwa sababu gani? Kwa sababu unataka usalama. Unataka nini? Usalama, which means ni kwamba ni kwa Mungu peke yake kunapatikana usalama. Yaani kwa Mungu usalama ni hakika. Tunapomkimbilia Bwana, usalama ni hakika. Tunapomkimbilia Mungu, kupata msaada ni hakika. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada upatikanao tele wakati wa mateso, si wakati wa raha, wakati wa mateso. Na watu wa Mungu, hakuna mateso huanzia juu. Mateso huanzia chini, yakiongezeka polepole polepole polepole, mpaka inafika wakati basi hata aliyekuwa hajui anajua fulani ako na mateso fulani. Kuna watu wana mateso ya ukosefu wa kazi, maana amesoma na hana kazi. Kuna watu wana mateso ya ukosefu wa amani kwenye familia. Kuna watu wana mateso ya ukosefu wa chakula. Kuna watu wana mateso ya ukosefu pengine wa furaha. Vitu anavyopitia vinamnyima furaha. Kuna watu wana mateso, anafanya kazi halipo mshahara, mwingine analipwa lakini sio vizuri. Nimezungumza na watu mara nyingi wakiwa Arabuni, anasema mtumishi wa Mungu, niko na miezi 3 sijalipwa mshahara, na akitoka Kenya alienda kufanya kazi wapi? Uarabuni. Sasa ana miezi 3 hajalipwa mshahara. Juzi, this week, nimepigiwa simu na mwingine akaniambia, sasa nimesimamishwa kazi, nina miezi 3 niko ofisini, nimepata bosi mwingine, naomba nikienda nikubali asinikatae. Hiyo ni mateso ama sio mateso? Si unaona, alienda kutafuta riziki, lakini imekuwa nini? Mateso. Kwa nini amepiga simu? Anamkimbilia Mungu, maana Mungu anapatikana
kwa wale waliombeba. Mungu anapatikana kwa watu waliombeba, na shetani anapatikana kwa waliombeba shetani. Sasa wakati mtu anampigia mtumishi wa Mungu simu, ni Mungu anamkimbilia, maana anajua umebeba yule Mungu aliye na msaada wa kweli. Mbona hakwenda kwa serikali ya Saudi Arabia? Mbona hakwenda kwa ofisi za agent wale wanasafirisha watu? Ina maana kwamba ameelezea matatizo kwa muda mrefu, hajapata suluhisho. Ilibidi apige simu kwa mtumishi wa Bwana. Kwa nini amepiga simu? Amemkimbilia Mungu apate nini? Msaada. Kwa nini umekuja hapa kanisani? Umemkimbilia nani? Upate nini? Msaada. Mungu anapatikana kwa watu waliombeba. Namba 2, Mungu anapatikana kanisani. Anapatikana kanisani, mahali ambapo anaabudiwa. Wakati unaenda kanisani, ni Mungu unaenda kumtafuta. Kwa hivyo itakuwa sio halali utoke kanisani bila kupata nini? Majibu ya mahitaji yako. Sunday niliwapatia testimony ya my brother, ako hapa. Wale tulikuwepo Thursday. Ni Sunday nilitoa testimony yako. Si Sunday? Yeah. Wale tulikuwa hapa Thursday last week. Kulikuwa na mwanaume hapa alikuwa anafanyia deliverance. Ile mwanaume alikuwa na fujo sana. Kama huyu baba hangekuwa, nani angetusaidia? Lakini sasa yeye alienda kanisani akijua anaenda kuombewa. Kwa nini? Anamkimbilia Mungu. Kufika hapa ikawa lazima, ili Mungu amfanyie muujiza, lazima afanye kazi ya utendakazi. Akang'ang'ana na yule baba akisaidia wamama wangemweza peke yao. Na mwisho wa siku tukimaliza ibada, akaniambia kuna pesa anadai shilingi 70,000 kwa miaka 4. Na akasema anapigaga simu, na hata yule bwana anaweza piga karibu mara 10 ashiki simu yake. Anaandika message, ametuma sister yake, ametuma brother yake, na hakuna matokeo. Lakini mwisho yule bwana akawa anamuumiza nini? Moyo. Aliamua kumkimbilia Bwana. Alipomkimbilia Bwana, Mungu alifanya nini? Mungu aliingilia kati ya kesi yako. Kwa hivyo tunapoenda kanisani tunamkimbilia nani? Mungu. Wakati unaenda kwa ibada. Kwa hivyo ni makosa kabisa ya kwamba wakati utaenda kanisani na umefunga roho yako. Ni sawa na mtu ameingia kwa matatu, ako na mzigo. Matatu iko na buti, alafu ameweka gunia la viazi la waru kilo 50 kwa kichwa. Mama, leta tukusaidie. Hapana, ni ya kwangu, nimenunua na pesa yangu. Hakuna hata sumuni yenu. Mama, tafadhali utaumia shingo. Jamani, nasema hivi, mlinichangia kwenda sokoni, mlinituma kufanya biashara ya kuuza waru. Tafadhali wachana na mimi. Mama, utaumia shingo. Nasema hivi, wachana, nishuke kwa gari ama tuendelee na safari. Sawa mama, kaa na mzigo wako. Akija kufika anasema anaumwa na nini? Maana aliingia kwa gari na hakujua maana kubebwa na gari. Gari inakubeba na inabeba na mizigo yako. Sema amina. Na Yesu Kristo anapokutana na wewe, anakutana na mahitaji yako. Yesu anapokutana na wewe, anakutana na tatizo lilonalo. Yesu anapokutana na wewe, anakutana pia na kila ambacho kimekuwa kizuizi cha baraka yako. Sema amina. Kwa hivyo leo naomba katika jina la Bwana majeshi, Mungu aliye mbinguni alete msaada kwa mtu katika jina la Bwana. Watu wa Mungu, niseme ya kwamba sote tulio hapa tuna matatizo ya kufanana. Labda kuna mtu jana hukulala, hiyo ni shida kama ili imelaza mtu hospitali. Labda mwingine tatizo ni school fees ya mtoto. Labda mwingine pengine jana mume amerudi saa 8 ya usiku nyumbani, na ulipomuuliza kaleta fujo, hata akakupangusa makofi 2 matatu, ukapiga nduru, akasema funga mdomo nolale, na kweli ukafunga mdomo ukalala. Hiyo ni mateso hiyo. Bwana asifiwe. Labda mwingine vile tunaongea hivyo nashindwa, huu mwezi utalipa namna gani rent. Labda mwingine vile tunaongea hivyo umepigiwa simu, mama yako ni mgonjwa, baba ni mgonjwa. Labda mwingine vile tunaongea hivyo sasa hivi, jana mtoto amekuwa na temperature iko juu sana. Ulikuwa na ngoja, yani unatamani asubuhi itafika saa ngapi. Na si kwamba hujampa dawa, kwa sababu uko na dawa ya kupunguza joto, ukampea, hakuna kitu kilifanyika. Labda mwingine uko hapa, kuna pesa pia unadai. Labda mwingine uko hapa tayari umefunga biashara. Labda mwingine uko hapa una maono kufungua biashara, una mtaji. Labda mwingine uko hapa familia ambayo umeolewa hawakuoni kama mtu wa maana.
Labda mwingine uko hapa, mume wako ameshikana na mpango wa kando, mpaka message unasoma wazi. Labda mwingine uko hapa, unasikia mtoto wako akiingia darasani analala. Labda mwingine uko hapa, brother yako amefukuzwa shule, umembebea mzigo. Nataka Bwana akutane na wewe katika jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Imesema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mstari wa 2. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Naomba Bwana wa majeshi aliye mbinguni aone ni nini ambacho kimeinuka. Amesema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, ijapotetemeka, ijapoinuka. Nini kimeinuka kwangu mimi na wewe? Nini kimeinuka? Bwana amesema kwa neno lake yeye ni nguvu. Sema nguvu. Mungu ni nguvu. Naomba Bwana akupatie nguvu ya kushinda challenge yako. Bwana akupe nguvu ya kushinda changamoto yako katika jina la Bwana majeshi aliye mbinguni. Naomba Mungu aliye mbinguni kupitia ibada hizi, Mungu afanye kitu kwenye maisha yako ambacho kitasababisha majirani zako waokoke katika jina la Bwana. Mungu afanye jambo hata makazini zako walio Nairobi, hata walio Mombasa, walio Kisumu, wasikie kile Mungu amefanya kwenye maisha yako, watamani huyo Mungu katika jina la Bwana. Waseme natamani kuja unipeleke kanisani kwenu, nataka nikuje unipeleke nimuone pasta wako. Natangaza Bwana akutendee katika jina la Yesu. Mungu akutendee kwa damu ya mwana kondoo. Mungu afanye jambo. Amesema yeye ni nguvu, hatutaogopa. Kwa hivyo ni wazi kabisa ya kwamba watu ambao Mungu ni nguvu zao ni wale ambao si waoga. Sema mimi sitaogopa. Sema amina. Lazima ukatae uoga. Kataa roho ya uoga. Uoga ni mbaya sana. Watanionaje? Watasemaje? Watanichukuliaje? Watasema nini? Nitawaambiaje? Utawaambia ni Bwana ametenda. Nitawaambiaje? Nilikuwa kanisani. Sema amina. Hatutaogopa ijapobadilika nchi. Hatutaogopa ijapobadilika changamoto. Kujapobadilika watu ambao tulioona kuwa ni watu wazuri kwenye maisha yetu, tusiogope. Bwana asifiwe. Ijapobadilika nini? Nchi, hatutaogopa. Huyu mtu wa Mungu Daudi, ambaye ndiye mwenye zaburi zote za Daudi. Daudi alikuwa ni mfalme, na kabla hajakuwa mfalme alikuwa ni mchungaji. Kwa hivyo akisema ijapobadilika nchi, wachungaji wa mifugo wanajuaga nchi hubadilika. Nchi kibadilika, cha kwanza hewa inachafuka. Nchi kibadilika inamaanisha kwamba kiangazi kimekuwa kingi. Unakuta kwamba hata nyasi za kulisha wanyama hakuna. Wale ambao ni wakulima wa mboga wanakuwa na shida ya maji ya kumwagilia mboga. Kiangazi kikizidi sana kunakuwa na ukame. Sasa Daudi kama mtu aliyechunga mifugo alijua nchi kubadilika ni nini. Sema amina. Nchi kubadilika, kunakuwa na ukame, kunakuwa na kiangazi kikali, wanyama wanakufa ovyo ovyo, wanadamu wanakufa kwa sababu ya nini? Ya ukame. Nchi imebadilika. Huyu Bwana alijua. Ukisikia anasema ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu, huniongoza kando ya maji ya utulivu, hunilaza. Anafahamu ya kwamba wachungaji wale ambao si wala kufunga ng'ombe moja ama mbuzi moja, wale wana mifugo mingi kama sisi tulichunga, tunajua ng'ombe wa kila nyasi, kondoo wa kila nyasi, mbuzi wa kila nyasi, ukiwapeleka mtoni wakinywa maji wanataka walale, na hawalali kwa jua. Anataka mahali kuna kivuli alale atulie. Akilala pale sasa anacheua ile nyasi amekula tangu mpeleke porini, anaitafuna polepole, anacheua tu, analala ameshiba. Mwingine
Kama kuna dume mkubwa sana, anatafuta mahali kuna kisuguu, ananoa pembe, anadunga kwa kisuguu, anadunga. Wanalala, mbuzi wanalala. Hata mbwa, wale mbwa umeenda naye malishoni, wakati umetoka kule kwenye malisho umeleta mtoni, mbwa pia ataingia ndani ya maji ya kunywa maji, na akisha kunywa maji kwanza anaingia anaoga, anaogelea ndani, alafu anakunywa maji, na akitoka anatafuta kivuli alale atulie. Sasa Daudi akisema huniongoza, hunilaza kando ya maji ya utulivu, alijua ya kwamba kuna wakati angelaza mifugo wafanye nini? Watulie. Sema amina. Naomba katika jina la Bwana wa majeshi aliye mbinguni ya kwamba chochote, kila sauti inaongea ndani ya moyo wako inaleta uoga, Mungu aiondoe katika jina la Bwana wa majeshi aliye hai. Kuna sauti ambayo inaongea na kuambia utaweza, nataka nikwambia kwamba utaweza katika jina la Yesu. Sauti inayokuambia utafanikiwa, nataka nikwambia kwamba utafanikiwa katika jina la Bwana. Sema amina. Kila sauti ambayo inakuambia utatoboa, mimi nasema ya kwamba utatoboa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Utatoboa kwenye biashara, utoboe kwenye ndoa, na utoboe kwenye masomo ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Hii nakwambia utatoboa, mimi nakwambia utatoboa kwa damu ya mwana kondoo. Sauti inayosema tutatoboa, natangaza ya kwamba tutatoboa kwa msaada wa Bwana, maana Bwana ni nguvu zetu. Sema amina. Anasema ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Yaani huyu Bwana alikuwa mtu mtafiti sana. Sijui kama unafahamu ya kwamba bahari inakuwaga na milima. Ukisoma ili andiko ufahamu hilo. Hebu ukitoka hapa nyumbani, najua hata kama hauna wifi kwa nyumba, unanuaga bundles kwa simu yako. Wewe nenda usearch milima ndani ya bahari. Utaona kuna watu wanaendaga baharini kufanya utafiti, wanafanya research ya samaki wa kila aina, wanafanya research ya miti ambayo inamea chini ya maji. Utaona kwamba ndani ya bahari kuna kuwaga na mapango. Hata kuna samaki wengine akikudunga mwiba wake ni sumu kali. Akienda akitulia mahali unaweza fikiria ni jiwe, kumbe ni samaki. Utagundua kwamba kumbe kuna samaki hatujawahi kuwajua, na hata kuna nyoka hujawahi wajua, wanaokaa deep sea, wakubwa mno. Ndani ya bahari kuna milima. Wacha niseme hivi, umeigundua kwamba tetemeko la ardhi ambao nalisikia, unasikia kwamba kumekuwa na tetemeko la ardhi mahali fulani, nyumba zimeanguka. Hilo tetemeko linaweza ingia ndani ya maji? Inaweza. Nani anasababisha kuwa na tetemeko la ardhi? Ni Mungu mwenyewe, si mwanadamu. Wanasayansi watatuambia chochote. Mahali kunakuwa na volkano. Volkano ni pale ambapo kunatokeleaga moto chini ya ardhi. Mwanasayansi atakwambia joto limezidi, joto limekaa chini, joto limekuwa jingi, na likatafuta mahali pa kutokea, likapasuka likatoka. Lakini ni Mungu ameumba hivyo. Ukisikia anasema yeye hunyesha mvua ya mawe ya moto, jua ananyesha mvua ya mawe ya moto, Mungu anaweza akatoa moto chini ya ardhi. Sema amina. Sasa milima inayozungumziwa, bahari inayozungumziwa ni matatizo. Milima ya baharini si kila mtu huiona, ni wale waingiao ndani ya maji, na tena wale waingiao deep sea ndio wanaweza ona milima. Hii ina maana kwamba wapendo, kuna matatizo ambayo watu waweza wakajua kile unapitia ni Mungu peke yake. Zipo shida ambazo hakuna mtu anaweza jua vile kile unapitia unless umejieleza. Kuna mambo unaweza pitia tukiambia watu wanasema anajifanya huyu amenona namna hii, mashavu ni kama mkate wa buffalo, hata kuna shida. Hapana. Huyu mashavu ni kama mkate wa buffalo. Hapana. Watu wenye pesa wanajifanyaka saa nyingine, watu wenye pesa wanajua kujifanya ndio hawa. Na kumbuka uko na shida, hata simu yako iko na furiza, hata laini umebadilisha. Bwana asifiwe. Maana wao wanaona nje, lakini Mungu anaona wapi? Ndani. Kwa hivyo ni kumaanisha hata kama kuna tatizo ambalo halisikii maombi yako,
lisikufanye ukauacha wokovu. Hata kama kuna tatizo ambalo linakunyima usingizi, usiache wokovu. Ile Mungu alitenda jana, atatenda hata kwa hili pia. Mungu aliyekusaidia last year ikuwa rahisi, mtu wa Mungu. Usione kama last year ilikuwa rahisi, yani ulivuka mwaka tu kiurahisi. No, kuna mambo likutana nayo, lakini Mungu akasimama na wewe na ukatoboa, ukamaliza mwaka. Kwa hivyo hata huu mwaka utatoboa katika jina la Bwana. Na si kutoboa peke yake, lazima kabla mwaka hujaisha Mungu akupatie baraka zako. Natangaza ya kwamba ndani ya mwaka huu Mungu akupe baraka ya 2026, Mungu akupatie baraka ya 2026, Mungu akupatie katika jina la Yesu. Sema amina. Sema sitaogopa. Hebu yawezekana pengine bahari yako labda ni wale unakaa katikati yao. Wale watu unakaa na wao labda ndio bahari. Wana mambo fiche sana, yale ambayo huyajui ndani ya roho zao. Wana vitu fiche, wana nia mbaya na wewe, huwezi elewa. Yawezekana labda bahari yako akawa hata ni wifi yako ama shemeji. Ana kitu ndani ya moyo wake ambacho si kizuri kwako kabisa. Yawezekana bahari yako labda ni caretaker, amekuwa kero. Maana ndani ya moyo wake kile amebeba si kizuri. Yaani kwa ploti kesi haziishi na wewe. Umesema, ulifanya. Sijui ulimwaga takataka, sijui uliangaliaje. Kwani watu watatembea wamefunga macho atusiangalie watu? Hata aliniangalia vibaya. Sasa kama nilikuangalia vibaya, si hata uliniangalia vibaya? Ulijuaje nimekuangalia vibaya? Si wote tuliangaliana? Hata aliniangalia vibaya kwa caretaker case. Tutamwambia landlady, tutamwambia landlord, hatunaangalia watu vibaya. Na waangaliaje? Kama si ule moto uko ndani yako na wasumbua. Sema amina. Mimi nakutumba ukawasumbue katika jina la Bwana wa majeshi. Moto na uwake ndani yako, watatizike zaidi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema haleluya. Hatutaogopa. Ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari, hatutaogopa. Nasema usiogope. Usiogope maneno yao. Naomba Bwana afanyie kimbilio kwako katika jina la Bwana majeshi. Sema amina. Mimi naomba mkija hapa kanisani, kanisa la Bwana, naomba usinione mimi, lakini umuone Mungu niliyembeba. Ukija kwa ibada ukutane na Jehova, usikutane na mimi. Natangaza katika jina la Bwana majeshi, ukikanyaga hapa kanisani, kutana na Mungu wa majeshi aliye mbinguni. Usikutane na watendakazi, usikutane na waimbaji, usikutane na apostoli, usikutane na media team. Kutana na Roho wa Bwana, kutana na malaika wa Bwana. Sema haleluya. Wakati mnafagia kanisa, mama waidhera, wakati mnaosha madhabahu, usikutane na vumbi, mkutane na malaika. Unafagia vumbi, lakini ukutane na malaika wa Bwana. Vile unafagia vumbi, wanafagia matatizo yako. Vile unaosha kanisa, wanaosha familia yako, wanaosha familia, wanaosha watoto, wanaosha akili za watoto kwenye masomo, wanaosha nyota ya mume wako, wanaosha familia. Yaani jamani, hebu sikiza. Wakati mwingine huwa naingia TikTok kwa sababu natumia mimi sina yangu binafsi, natumia ya church. Sasa wakati unaingia, unaweza ingia ukakutana na kitu. Unaweza kutana na mtu akiwa live, unaweza kutana na mtu anaimba, unaweza kutana na mganga kwa TikTok. Sasa nakutana na mama mwingine, yule ni mganga. Anauza madawa ya kienyeji, anasema dawa ya mapenzi, uvute mwanaume, sijui ya chuma ulete. Unaona? Sasa anasema, anaonyesha hiyo chupa, anasema hii ni ya jini, anaitwa jini fulani. Ukijipaka hii dawa, huyu jini atakuletea pesa. Na nikiangalia watu wenye na watch live,
ni zaidi ya watu 150. Zaidi ya nini? Yaani inakuonyesha ya kwamba wewe usipoinua imani yako kwa Mungu wa kwako, usipojituma kwa Mungu, usipomkimbilia Mungu, kuna watu wanajituma kwa shetani. Sasa unasikia mpaka anapeana namba za simu ukitaka kutumana pesa, na vile atakutumania mzigo wa madawa vile utakufikia. Na unasikia anasema asante, nimeona fulani wa fulani ametumana pesa yake, amenunua dawa ya 70,000, dawa ya 70,000, dawa ya 20. Sasa juzi hata mpaka nikamwambia Joab, hii ni mazingaombwe naona sana, hebu nifanye hivi, kuna linki na kutumia hapa, mimi ni ndoto naota ama naona kitu kweli? Hebu sikiliza huyo mama kila anaongea. Ati dawa ya pesa ndogo sana. Nikatumia Joab, yaani dawa pesa ndogo sana anauza shilingi 1,500. Hiyo ni ya chini, anasema ni ofa kwa sababu ni mchana. Alafu inaofuata ni shilingi 5,000. Na mtu wa Mungu, watu wanatumana pesa kununua dawa. Job simu alinipigia, hata hakuwa anaongea, alikuwa anacheka ni kama analia. Yaani anaangusha kicheko, maana hata yeye anashangaa ati dawa 70,000 watu wananunua. Yesu akasema hivi, njooni kwangu msumbukao wenye kulemea na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Akasema jitieni nira yangu, mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hii ni wazi kabisa kwamba kanisa la Bwana, wewe kama Mkristo usipojituma kwenda kutafuta uso wa Mungu kanisani, kuna mtu mahali anajituma kwa mitandao kutafuta ushirikina, vile atakunyamazisha, vile atafanya ufunge biashara. We imagine mtu amenunua bundles, ameingia kwa TikTok. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mama si kwamba ni kitu kigeni kwake, ni kitu anafanyaga. Hawa ni watu wanamjua kwa muda mrefu. Sijui alianza lini kuuza hizo vitu. Mimi nilishangaa sana. Yaani shetani ama upgrade namna gani mpaka kwa mtandao shetani anajitangaza wazi na watu wanamfuata. Mimi nasema hivi, kama italazimu huyo anti yako aliyekuroga uwawe ubarikiwe, wacha Mungu amalizane naye ubarikiwe. Kama italazimu huyo, ajalishi ni shosho yako amekataa kuacha uchawi na uganga wake, ajalishi ni nani wa kwako ambaye ameamua ya kwamba msifanikiwe, mimi nitakuombea mpaka ubarikiwe, mpaka kieleweke, ili mradi unakuja hapa kanisani lazima kieleweke. Sema amina. Lazima kieleweke, lazima. Hata kama nitakuombea asubuhi, nikuombee mchana, nikuombee jioni, wacha nifanye, maana ni kazi nimepewa. Wacha nifanye kwa sababu nitatoa nini? Hesabu. Wacha nikuombee, maana ukibarikiwa utafanya mwingine abarikiwe. Maana ukibarikiwa nimepata thawabu mbinguni, ukifunguliwa nimepata thawabu mbinguni. Sema amina. Naomba katika jina la Bwana wa majeshi, chochote ambacho umefanyiwa kwa siri na kimefichika, chochote kimefanywa ama aliyefanya alikufa, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akupe macho ya kiroho. Kwenye ibada hizi Roho Mtakatifu atufungue macho rohoni, ili wakati hata unapojiombea unajua nini unafanya, nini unaombea. Natangaza kama mtumishi wa Mungu, ikiwa ni pesa wanatumia usifanikiwe, hiyo pesa Mungu aidaivati kuja kwako. Ikiwa ni sadaka ya mbuzi walitoa, sadaka ya mtoto, sadaka ya nini, natangaza kwamba kwa sadaka ya damu ya mwana kondoo, kwa sadaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, hakuna uchawi utakuzuia kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema haleluya.
tunabomoa kila madhabahu na kila maagano na kila mashetani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Umegundua ya kwamba wakati mwingine watu wanaweza pitia ukame wa kiroho. Sema ukame wa kiroho. Vile kuna ukame wa nchi, pia kuna ukame wa nini? Wa kiroho. Nchi kikauka, nyasi hakuna, maji hakuna, wadudu wanakufa, ndege wanakufa, wanadamu wanakufa. Na pia kwenye ukame wa kiroho vitu vinakufa ndani ya mtu. Anaweza kufa bidii ya kumwabudu Mungu, anaweza kufa bidii ya kwenda kanisani, anaweza kufa bidii ya maombi, anaweza kufa bidii ya kufunga, maana amekaukiwa. Kuna ukame. Na wapenda, kwenye ukame vitu vinapanda bei, maana vyakula vinakuwa kidogo, wakulima wajavuna mahindi wala ngano, vyakula vinaharibiwa sababu ya nini? Ya ukame. Vitu vinapanda bei, chakula kinapanda. Unashangaa mahindi kilo moja inapanda, inauzwa shilingi 200. Kwa nini mahindi yamepanda mpaka 220? Kwa sababu ya nini? Ya ukame. Sema amina. Hebu soma nami Zaburi 44. Inasema, E Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa. Hebu rudi nyuma tena Dota, anza vizuri. E Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Mstari wa 2. Yes. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Yes. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Asante. Daudi anasema tumesikia baba zetu wakituambia matendo uliyotenda siku zao. Sema amina. Mungu aliondoa ukame siku zao. Mungu aliyepasua bahari ya Shamu siku zao. Tumesikia. Wewe kwa mkono wako uliofukuza watu wa mataifa, ukawakalisha wao. Yaani Mungu aliamua kuwahamisha mahali panapo ukame na kuwakalisha mahali kunako utajiri ama kunako shibe. Sema amina. Maana kumtoa mtu mahali umweke mwingine mahali ni kumaanisha umemtoa mahali pasipostahili, unamweka mahali panapostahili. Umemtoa mahali ambapo hakuna mazuri, hakuna mema, mahali ambapo kuna njaa, unamkalisha mahali ambapo kuna kushiba. Unamtoa mahali ambapo kuna vizuizi, mahali ambapo kuna magonjwa, unamkalisha mahali ambapo kuna uzima. Kumbuka ya kwamba nchi ya Kanaani ilikuwa ni nchi ya asali na maziwa. Biblia inasema ya kwamba nchi ya Kanaani mvua ilikuwa inanyesha kwa mwaka mara ngapi? Mara 3. Ilikuwa inanyesha mara 3 kwa mwaka. Kwa hivyo wanapanda misimu 3 kwa mwaka. Sasa Mungu anawatoa nchi ya ukame, anawapeleka nchi ambaye si ya ukame. Kwa mkono wako uliofukuza mataifa wakakaa wao. Yaani Mungu ana uwezo kumbe kuhamisha mtu kwa ploti ukaingia hapo wewe. Ana uwezo kunyang'anya mtu biashara akakupatia wewe. Ana uwezo ujele. Yaani Mungu anaweza akafanya kumbe ujenunua TV kubwa ukanaka TV kadogo, lakini Mungu anaweza akasababisha mtu mwenye TV ya 55 inches ama 75 kunatokea tatizo ambalo anahitaji tu shilingi 10,000. Imagine kuna watu anaojua wako na pesa, lakini anaweza akakosa watu akakutafuta wewe. Na anakuambia fanya hivi, kaa nayo, nipe 10,000 nimalize kile nafanya, alafu tutaongea. Kidogo kidogo anakuambia niongezee, mwisho inabaki ya kwako. Ama Mungu anasababisha mtu alienda kwa mganga akachukua madawa za kufanya biashara, akachukua loan na akanunua vitu, na vitu alivyonunua ni vitu unapaswa kupata. Unasikia hivyo vitu, anaamua badala ya kushonewa kuja wabebe wauze bei ya hasara. Maana ukishonea
wakichukua hata kama ni gari, kama wanakudai 80,000 wataiuza exactly pesa yao hiyo tu, maana hawataki faida, wanataka pesa yao. Na ndio unaona kama vitu uchukuliwa na kushonea hununuliwa tu na wale watu wanajuana na wao. Maana TV ya 65 inches unakuta inauzwa shilingi 15,000. Mpya wewe ni pesa ngapi? Wale mnajua bei ya TV around 100 and above ndio inauzwa, lakini inauzwa shilingi 1000 ngapi? 15,000. Sasa inakutana na mtu ambaye TV yake ilikuwa ni simu, lakini kwa sababu alijua kumtegemea Mungu na anaamini kumiliki vitu vikubwa, na ametabiriwa kanisani, nenda kamiliki TV, nenda kamiliki sofa nzuri, anakutana na sofa yani zimenunuliwa ziko na miezi 2 peke yake ama miezi 3, anaambiwa zinauza 35,000. Ukiziuliza kwa mtaa zinauzwa 150,000. Umeziuza umezinua 35,000. Unaambia jamani, niko na 20 sina 50, leta 20 tutafutie 15. Sofa 170,000 umenunua shilingi 35,000. Nini kimefanya? Mungu amekuhamisha kutoka kwa stuli za plastiki, anakukarisha kwa sofa. Naomba ya kwamba katika jina la Bwana Mungu akuhamishe, ahamishe maisha yako, ahamishe uchumi wako. Sema haleluya. Hebu acha nikwambie ujeelewa. Mungu anaweza fanya mtu wa Mungu. Si kama unadai. Mungu anaweza fanya ukauziwa duka wewe. Yaani wewe unatafuta capital ya kufungua biashara. Sasa Mungu anaona hata sisi kufungua utafungua. Unauzia duka liko ready kabisa. Wewe ni yani unanua leo, kesho unaanza kuuza. Hatunataka stock. Wewe Mungu anaweza tingisha mahali muembe. Anatingisha nini? Muembe unatingishwa. Yaani Mungu anaweza fanya hata nyumba, mtu akilala anasikia ni kama vitu vinatembea, kumbe sio vitu, ni malaika wanahamisha watu. Hii nyumba inakuwa na majini, kumbe hakuna majini. Hakuna majini, ni Roho Mtakatifu anatembea. Kumbe unauza bidhaa fulani na una wateja, na Mungu anaamua kuhamisha watu kutoka Bicenter wahamie Baraka, wafanyike wateja wako. Na anasikia kwa nyumba, wale mko na salon, Mungu anaweza hamisha mtu kutoka Kangemi kwa sababu akwetu mteja. Huyo mtu akona network kubwa, ukimsonga tu hivi nyuma yake kuna wateja 10 utapata. Kuna wateja 20. Sema amina. Yaani Mungu anafanya mpango wewe. Mungu anasababisha. Atunataka pikipiki. Anasema nyia mtanua na loan. Mungu anatingisha muembe mahali. Kuna tokea issue mahali. Jamaa anasema anatafuta mtu wa kuuzia pikipiki. Tafuta mtu wa kuuzia. Wanatafuta kidogo, naambiwa kuna mtu anauza, sisi hatuna pesa. Amesema chochote mko nacho. Unakaa chini, sauti inakwambia siongee na mume wako, mtafute mahali shilingi 10,000 mchukua hii pikipiki. Sisi kama unanielewa kile naongea. Yaani wewe ushakutana na mtu anauza kitu akiwa kwa shida, lakini hata anakuambia kaa nayo. Kaa nayo. Mimi hata nikienda itanisaidia nini, kwa sababu hata jana watu wamelala njaa. Kaa nayo. Mimi ninaamuru leo kupatikana mtu mmoja hapa ambaye kile naongea ya kwamba kwa mkono wa Mungu wa mbinguni, Mungu ahamishe mtu mahali kwa ajili wako. Asante huyo napokea. Ninaamuru kwa jina la Bwana. Ninaamuru iwe ni duka la nguo, iwe ni duka la viatu, iwe ni duka la nguo, iwe ni TV, iwe ni viti, iwe ni vyombo vya nyumbani, iwe ni redio ya ufa. Ninaamuru katika jina la Bwana majeshi, Mungu anyang'anye watu akupatie katika jina la Bwana. Huyu ambaye Daudi anasema kwa mkono wako, sema kwa mkono wa Bwana mimi nitapewa. Sema kwa mkono wa Bwana mimi nitapewa. Kwa mkono wa Bwana nitapewa. Nitapewa vyakula, nitapewa mavazi, nitapewa viti, nitapewa TV, nitapewa gari, nitapewa pikipiki.
Unatamani hata kununulia mtoto wako baiskeli tu ya kuchezea, lakini inakuwa ngumu. Unajua hivi, Mungu anaweza tingisha muembe. Muembe, sema muembe. Yule Mungu akatingisha muembe, ukasikia unaambiwa kuna mtu anauza baiskeli ya watoto hapa. Baiskeli ya nini? Na mtoto wako tangu hajawahi miliki baiskeli akasema ni yake. Kumbe ni muembe umefanya nini? Umetingishwa mahali kwa sababu ya mwanao apate kitu cha kuchezea. Ninaamuru katika jina la Bwana, natangaza kwa damu ya mwana kondoo, popote kuna baraka yako, popote kuna vitu vya watoto wako, popote kuna shopping yako, popote kuna TV yako, popote kuna redio yako, popote kuna kitanda chako, popote kuna matresi yako, popote kuna sufuria zako, popote kuna tamosi zako, popote kuna hotpot zako, popote kuna biashara yako, popote kuna vitu vyako vizuri, na kuitishia katika jina la Bwana, na kuitishia ndani ya mwezi huu. Natangaza 2026 Baba kukutanisha navyo. Naomba kutana navyo. Natangaza kutana navyo. Natangaza kutana navyo. Inanena pokea. Nasema pokea hiyo. Pokea kwa jina la Yesu. Baba, kutanisha mtu. Mimi ninaamini hivi, kuna nyumba zile sitajenga, nitauziwa, ziko ready. Kuna nyumba nitanua zikiwa nini? Ready. Naamini hivi. Yaani nina imani nitanua nyumba zikiwa nini? Ready. Juzi nilienda Meru, nikaona nyumba nyingine hapo gorofa. Nilikuwa napita hiyo gorofa, nilikuwa naijuaga. Zilikuwa gorofa 2. Kidogo kurudi, naona njia imezibwa, hizo gorofa zimeangushwa. Nikaambiwa msichana wa president, hata walimtaja na jina, ndiye amenunua hiyo nyumba. Ndio ujue vile pesa ni nzuri. Amenunua gorofa 2, alafu ujue vile pesa. Kulikuwa na barabara inapita katikati hizo gorofa, inazigawanya. Akanunua na barabara. Aliponunua barabara, akanunua nyumba akanunua barabara kwa wananchi wamuuzie barabara. Kuuzia mtu barabara usifikiri ni rahisi, atawalipa vizuri sana. Akanunulia watu barabara, ikatengenezwa, ikawekwa lami, na ile barabara ameinunua akaziba kule mbele, upande huu akatengeneza geti. Kumbuka ilikuwa ni barabara, kukawekwa geti. Katikati ya barabara nyumba zikainuliwa. Mtoto wa president. Sasa ule mtaa umebadilika ghafla kwa sababu ya mtu mwenye pesa amehamishwa kutoka Nandi mpaka Meru. Mimi naomba Mungu akuhamishe katika jina la Yesu. Mimi naongea na mtu ambaye ana imani na kile ambacho ninaongea, ya kwamba kwa mkono wako, kwa mkono wako uliwafukuza mataifa. Mungu afukuze watu kwa sababu yako. Yule anazuia mama Waithera, yule anazuia mama Waithera usiishi nyumba yenye sitting room kama uwanja wa mpira. Gidia anakimbia, anafika pande, anakutana na Waithera, anatoka pande. Alafu kwa sababu wengine watazaliwa Isaka na Yakobo, Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wanatokelezea pande. Alafu anakutana na Sara na Elizabeth, wanatokea pande. Sema amina. Ninawatabiria katika jina la Yesu, Mungu ahamishe watu kwa sababu yako. Mungu asababishe upanuke kulia, upanuke kushoto, upanuke upande wa nyuma, upanuke upande wa mbele. Natangaza kwamba maisha yako yaongezeke, baraka zako ziongezeke, amani yako iongezeke. Sema haleluya. Sema katika jina la Yesu, nimekataa kuishi kawaida. Nimekataa maisha ya kung'ang'ana.
Nimekataa maisha yasiyo na neema ya Mungu. Nimekataa roho ya kung'ang'ana mahali pamoja. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa hizi ibada najitabiria mema. Kwa hizi ibada, kila roho iliyokamata maisha wazazi wangu, mimi sitakamatwa. Mimi nimeponyoka kwa mikono yao katika jina la Yesu. Natangaza leo kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, ninakataa kila maroho, kila maagano ya ukoo, ya wazazi, ya wajomba, ya mashangazi. Kwa damu ya Yesu, natoka ndani, natoka ndani, natoka kila maisha mabaya walioishi wazazi wangu, walioishi wazazi wangu. Mimi nakataa, mimi nakataa, mimi nakataa, mimi nakataa, mimi nakataa. Kwa jina la Yesu nakataa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninanena kwa hizi ibada, aishivyo Mungu aliye mbinguni. Naomba kuona watu wanakuja na magari yale wamepata kupitia ibada hizi. Ninanena kama mtumishi wa Mungu, magari ya paki hapa nje vile anapaki Jumapili katika jina la Yesu. Ninaita kwa damu ya mwana kondoo, mahali popote kuna gari yako, mahali popote kuna pikipiki yako, popote kuna biashara, naitishia mme wako, naitishia ndugu yako, na kuitishia mwenyewe watu wenye imani. Nasema na watu wenye imani, natangaza pokea, ninatangaza pokea, ninatangaza pokea, ninatangaza pokea katika jina la Yesu. Ninakataa katika jina la Yesu, aishivyo Mungu aliye mbinguni. Hautakuja kwenye hizi ibada na uishi mwanamke wa kuombaomba, uishi mwanaume wa kuombaomba, uishi na roho ya umaskini. Huyu Mungu aliyenyang'anya watu vitu akapea wana wa Israeli, anasema uliwakalisha wao. Mungu akukalishe mahali ambapo hukustahili kukaa. Si kama unaelewa wewe, Mungu akukalishe. Hebu jifunze, hata kama unakuwa kama mshamba leo na kutoa ushamba leo, mwambie toka na roho yako ya ushamba. Mwambie toka na roho yako ya ushamba hiyo. Hebu acha nikutoa ushamba, keti vile nimeketi, chana na ushamba wako huo. Nilifikiria vile umekuja Nairobi ushamba umeisha, kumbe bado ni mshamba. Kaa namna hii, andika 4 hiyo namba 4, alafu unatingisha mguu pole pole namna hii. Na sasa hiyo kuna kasoda kako hapo, ka Fanta, ka orange ama ka juice fresh. Wachana na ujipawa zako hizo, ujipawa hizo, ujipawa zako hizo, hata wezi afford kununua juice fresh. Ujipawa shilingi, ujipawa sasa, ujipawa power. Tingisha kama mguu namna hiyo, umeenda kwa hoteli, kuku yako iko hapo Yaani ukienda kwa hoteli chakula yako ya maana ni matumbo peke yake, matumbo tu, matumbo. Hakuna siku kula nyama ingine, ni matumbo. Andika namba 4 alafu unabadilisha tena kama mguu. Yes, unatingisha namna. Wacha, nimekwambia nilifikiri ukija Nairobi ushamba utakuishia. Kumbe bado ngali mshamba. Haya. Mwambie usiniambukize ushamba. Usiniambukize ushamba. Yes, sema amina. Unaketi namna hii. Pole pole, napiga story uko hapo, unaochi ibada. Naochi ibada. Unaona vile praise and worship wanaimba. Vile Ana naimba, vile Emma naimba, Pastor Agnes anaimba. Naambia hawa, hii ndio madhabahu yangu hii. Hiyo kanisa yenu iko na Mungu, ndio iko na Mungu. Wewe panga nafasi ni ukuje, njoo. Sema amina. Akukalishe kwenye ushindi, akukalishe kwenye baraka,
akukalishe kwenye mafanikio, akukalishe kwenye heshima. Ukae kwenye heshima yako. Natangaza, kaa kwa heshima yako, kaa kwa baraka zako, kaa kwa ndoa yako. Sema haleluya. Ndio maana nasema wakikwambia ati huyu amekaliwa na bibi, mwambie weight yake naiweza. Asema amekaliwa na, mwambie sawa, weight yake nafanya nini? Naiweza. Wanadamu ni wale wale. Ukifanikiwa wanaongea, ukifilisika wanaongea. Mungu akubariki na wapate topic katika jina la Bwana majeshi. Sikiza ule mstari wake wa 3. Mstari wa 3, maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kiume, naam mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Mungu mkono wake ukupe unachotaka. Mkono wa Mungu ukupatie unachotaka katika jina la Yesu. Hebu Dota tusomee Isaia 4 mstari wake ule wa 5 hadi wa 6. Isaia 4 mstari wa 5. Tena juu ya makao yote ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake. Nitarudia tena, juu ya makao yote ya mlima Sayuni na juu ya makusanyiko yake, Bwana ataumba wingu na moshi wakati wa mchana, na mwangaza wa miali ya moto wakati wa usiku, kwa maana juu ya utukufu wote itatandazwa sitara. Mungu aumbe wingu la baraka, aumbe wingu la maombi katika jina la Yesu. Wakati kuna kiangazi, huwa joto linapokuwa jingi linapanda juu, linatengeneza mawingu ya mvua. Ndio unaona ya kwamba kiangazi kikiwa kikali sana, mvua hunyesha nyingi zaidi, kwa sababu lile joto limeumba mawingu mazito. Sema amina. Naomba wingu liumbike la baraka ya mtu katika jina la Yesu. Mungu aumbe mawingu haya, maneno yaumbe mawingu ya baraka yako. Natangaza kama mtumishi wa Mungu, chochote kimeshindikana katika maisha yako kiwezekane katika jina la Bwana majeshi ali hai. Chochote kinaonekana kitatendeka, natangaza Bwana akatende kwenye maisha yako, akutendee kwa damu ya mwana kondoo, akutendee kwa jina la Yesu, akutendee Bwana majeshi, akutendee kwa sababu namtegemea, kwa sababu namkimbilia, kwa sababu umesimama na yeye, kwa sababu namwamini Bwana. Ina mikono yako juu, sema Baba mfalme wa majeshi, wewe ni Mungu usomaye moyo kama kitabu. Roho Mtakatifu, soma moyo wangu, nipe majibu ya maombi yangu. Mfalme wa majeshi, kama mwanadamu kuna vitu vinaonekana haviwezekani, kuna vitu vinaonekana ni vigumu, kuna vitu vinaonekana havitawahi fanyika, kuna vitu vinaonekana havitawahi timia. Mfalme wa amani, uonaye sirini, Mungu mwenye nguvu, nifanye baraka kwa wengine, nifanye chombo cha maana. Umesema wewe ni kimbilio na msaada upatikanao tele wakati wa mateso. Ona teso langu, ona teso langu. Wanadamu wanaweza kuchoka na mimi, wanadamu wanaweza kuchoka na mahitaji yangu, wanadamu wanaweza kuchoka na shida zangu, lakini Mungu mwenye nguvu, hujawahi choka na maombi ya watu wako, hujawahi choka na maombi ya wateule wako. Sema Baba, usinyamaze Bwana, nena kwa sababu yangu, nena kwa sababu yangu. Najitabiria mema, najinenea mafanikio, najinenea kushinda, najinenea kushinda, najinenea utajiri,
najinenea baraka, najinenea maisha mema, najinenea ulinzi katika jina la Yesu. Chochote kinapangwa kwa siri kinyume na maisha yangu hakitafanikiwa katika damu ya Yesu. 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 Hakitafanikiwa. Asante Yesu, mfalme wa amani, katika jina la Yesu. Amen.